Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo ikiwa ni Dominika ya 5 ya Kwaresima, tunazidi kutafakari ukuu wa Mungu, hasa katika hiki kipindi ambacho Wakristo wote tunahimizwa kutafakari mateso na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Dominika ya leo, tukiingia hasa katika tafakari ya leo, Injili ya leo ambayo imetoka katika Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa kwanza hadi 45, tunaona jinsi Mungu ambavyo anazidi kutufundisha kwamba tuwe watu wa imani, hasa tukimtumainia yeye kupitia mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anadhihirisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu kweli na mtumwa kutoka kwa Mungu. Tunatafakari katika Injili ya leo tukiona kisa cha Lazaro ambaye amefufuliwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Lazaro, Yesu alipata habari za kuguliwa kwa Lazaro kupitia ndugu zake akina Martha. Tunaona akina Martha wanampelekea habari Bwana wetu Yesu Kristo juu ya Lazaro anaumwa. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alipopata habari zile, tunaona anaenda baada ya siku 4. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu licha ya kupata habari anaenda kwa Lazaro baada ya siku 4. Katika hili tunajifunza kwamba Mungu anatenda katika maisha yetu, kwamba tumpe Mungu nafasi katika maisha yetu, kwani yeye anatenda kwa wakati. Yesu angeweza kwenda siku hiyo hiyo baada ya kupata habari, lakini tunaona anaenda baada ya siku 4. Alijua yote ambayo yalitokea kwa Lazaro, lakini tunaona anaenda baada ya siku 4. Hili linatufundisha kwamba kwenye maisha yetu tunaweza tukapeleka maombi yetu mbele za Mungu, tunaweza tukapeleka shida zetu mbele za Mungu, lakini Mungu anajibu kwa wakati wake. Tunaona Yesu anaenda anamfufua Lazaro. Hili linatufundisha kwamba kwenye maisha yetu tumtumainie Mungu. Mungu ndiye anatenda, Mungu anatenda kwa wakati wake. Kikubwa ni kuwa na imani thabiti kwa Mungu, tukiamini kwamba Mungu wetu hawezi kushinda lolote. Ili tukio la ufufuko wa Lazaro kutoka kabrini inatufundisha kwenye maisha yetu tunaweza tukapitia changamoto nyingi, tunaweza tukapitia dhiki nyingi, tunaweza tukawa na misalaba ambayo tunampelekea Mungu kila siku, lakini Mungu hatuachi, anajibu kwa wakati wake. Kwa hiyo neno la leo linatufundisha kwamba tuwe wenye imani kama wakina Martha ambavyo waliamini kwamba Yesu ana uwezo wa kutenda, kwamba Yesu angelikuwepo ndugu yao Lazaro asingeweza kufariki, lakini walikuwa na tumaini kwamba lolote atakalomwomba Mungu naye atatenda, na kweli Mungu alitenda na kumfufua Lazaro. Pia katika somo la leo inatufundisha kwamba sisi tusiwe watu wa kusubiria miujiza kama Wayahudi. Tunaona Wayahudi baada ya kutendeka miujiza ule ndipo waliweza kumwamini Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, tuzidi kuwa na imani siku zote, tusiwe kama Wayahudi, tusiwe watu wa miujiza kwamba Yesu baada ya kutenda ule muujiza ndivyo wakaamini. Siku zote waamini kwa Kristo, tunahimizwa kuwa na imani thabiti kwa Mungu, kwani Mungu yeye anatenda na siku zote tunazidi kumuona akidhihirika katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunavyotafakari katika Dominika hii ya leo, Dominika ya 5 ya Kwaresima, tunahimizwa kuwa na imani thabiti kwa Mungu, tusiache kutenda yale matendo ambayo yatatupeleka katika ufalme wa Mungu. Hasa katika kipindi hiki cha Kwaresima tunahimizwa sana kuwa watu wenye huruma, tunahimizwa kuwasaidia wahitaji, tunahimizwa kuwa na moyo wa toba, hasa pale tunapoanguka dhambini, tusimame na kuomba toba tukimrejea Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.